kusudi, kwa sababu niliwaeleza watu wa kaunti hii ya Narok ya kwamba wakati tutapanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya na kuondoa changamoto za wananchi, watu wa Narok County pia tutawapanga na maendeleo yenu na tutatatua matatizo yenu. Katika mkutano huu nimekuja hapa kwa sababu ya machungu ya miaka mingi. Nyinyi mnajua hii maneno ya Mau Forest imekuwa na sisi kwa miaka nyingi. Ni kweli ama si kweli? Hapa kumetokea matatizo mengi. Wananchi wamefurushwa, wengine wamepoteza maisha yao, wengine wameishi kwenye mahema, caveat imekuweko, mambo ya mazingira imeharibika, lakini mimi niliwaambia ya kwamba nyinyi watu wa Narok County mnikinipatia nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya, haya mambo ya Mau nitayatatua. Wengine walikuwa wanazungumzia the Mau question. Mimi nikawaambia niko na the Mau answer. Na ndio sababu hiyo tumefanya mambo matano ili kusuluhisha changamoto ya Mau. Hii Mau ilifanyiwa siasa miaka nyingi. Ni kweli ama si kweli? Ilifanyiwa siasa na wale ambao hawakukuwa na mpango yeyote ya kutatua matatizo ya hapa Mau. Lakini mimi niliwaeleza ya kwamba hii maneno ya Mau nitakomesha siasa ambayo inatumika katika maneno ya Mau. Mambo matano tumeyafanya. Jambo la kwanza, wakati mimi nimechaguliwa, tulikuwa na wananchi walikuwa wanaishi kwenye mahema hapa. Kulikuwa na watu walikuwa wanateseka katika mahema hapa, watoto wao wananyeshewa, wengine wamefariki, watoto wao hawasomi shule. Mimi nikasema wale ambao walikuwa kwenye mahema wawe ndio hatua yetu ya kwanza. Wao watu 2,000 ambao walikuwa wanaishi kwenye mahema tuliwahamisha na tukawatafutia makao mbadala. Hawa wakakuwa ni hatua yetu ya kwanza. Hatua yetu ya pili kwa hii maneno ya Mau ni ili tukomeshe ile uharibifu wa mambo ya mazingira katika msitu wa Mau. Mimi nikawaambia tutatengeneza title deed ya Mau Forest. Hiyo title deed ya Mau Forest serikali tukatengeneza na tukaandika iwe ni mali ya watu wa Narok County. Title deed ya Mau mimi mwenyewe nikabeba, nikakuja nikapatia gavana wenu kwa niaba ya county government, kwa niaba ya watu wa Mau County. Jambo la tatu, tukasema ya kwamba hii maneno ya shamba hapa pia tuko na wananchi ambao walitolewa kule na hawana makao mahali pengine. Ikaandikwa orodha ya wananchi. Si namna hiyo? Mimi nimefika hapa leo. Jambo la tatu ambayo tulifanya ni kwa sababu ya hii shamba ya mzee Cheluget ambayo mnaita Kablelach. Anaugurene. Hiyo shamba watu wa hapa mliniambia ya kwamba ni shamba wananchi wamekaa ndani yao. Wananchi maelfu wanaishi pale. Shamba 5,000, ekari 5,800. Mimi nikawaeleza tutatumia pesa ya serikali, tutanunua hiyo shamba na nyinyi wananchi wa hapa tutawapatia title deed zenu, muache kuishi kama maskwota, muanze kuwa wenyeji. Mimi nawatangazia sasa tumenunua hiyo shamba. Tayari tumelipana na familia ya Cheluget. Na sasa hiyo title deed tumeanza kutengeneza. Nyinyi wazee wa hapa, viongozi wa hapa, wazee wa mitaa, wale wengine machief, assistant chief, ACC, DCC na county commissioner wetu, mupangane kwa sababu tunataka orodha kamili ya wananchi wale wanaishi hapo, na hakuna boundary itasongeshwa ya mwananchi.
Kila mtu atapimiwa mahali alipo. Nyinyi mnanielewa? Hiyo list mkitupatia, mimi nataka niwahakikishie mwezi huu wa 9, mimi nataka nifike hapa na title deed zenu, kila mtu aende na nyumbani na title deed yake. Nyinyi mnanielewa? Jambo la 4 ambayo tumefanya hapa Narok South ama Mau hii, kulikuwa na mashamba ya wananchi hapa. Wakati tulitoa title deed ya msitu wa Mau, kukawa na wananchi ambao wako nje ya msitu wa Mau, lakini mashamba yao ilikuwa imewekwa caveat. Hawakuweza kuendelea na mambo yao, walikuwa na matatizo makubwa. Mimi nimeamurisha wizara last week. Sasa ile caveat ilikuwa imewekwa mashamba ya watu wa hapa, yale yako nje ya Mau Forest. Sasa hiyo caveat imeondolewa, nyinyi wananchi mnaweza kuendelea na biashara yenu, mnaweza kuendelea na mashamba yenu. Leo nimefika hapa kama hatua ya mwisho. Hii ndio sasa awamu ya mwisho ya kufunga kabisa chapter ya mambo ya Mau. Wale watu 13,000 waliotolewa kule msituni, nyinyi mnanielewa? Na naamini wako hapa wengi wao. Leo nimekuja hapa na shilingi bilioni 2 na milioni 600 kulipa hawa watu 13,000. Kila mtu achukue 200,000 yake, aende nyumbani, ajipange na apange maisha yake. Muko tayari ama muko tayari? Hebu nione wale wanasema tuko tayari. Muko tayari? Mnajua hiyo pesa mnapata lini? Si kesho, leo. Leo kila mtu atatoka na pesa yake hapa. Uibu simete, obwak simete, ochobatini, obanganatini. Bas, kaitu agine. Mambo sawa. Tunaelewana hivyo? Mimi nataka niwaeleze watu wa hapa Narok South. Mimi nimekuja hapa na nimesema leo tunafunga ukurasa wa maneno ya Mau Forest. Sasa ile msitu ya Mau itakuwa ni mali ya serikali ikisimamiwa na county government yetu, na hakuna mtu tena ataenda kule Mau kukata miti. Pale itakuwa ni rasilimali ya kuchunga mazingira yetu kama taifa la Kenya. Tutakuwa tunaongezea ile mambo ya miti, kupanda miti zaidi. Tutakuwa tunaongezea ile miti tayari iko Mau, na sehemu ambayo imebakia, mimi nimekubali ya kwamba hii Mau Forest, ile kazi imebaki pale ni kuweka ua ama kuweka fence, ndio tuhakikishe hakuna tena mambo ya conflict ama mambo ya matatizo kati ya wananchi na mambo ya misitu. Tunataka tutembee safari hiyo pamoja. Lakini vile vile, kwa sababu nimefika hapa Narok, mimi nimefika hapa wakati nilikuja hapa Narok South, muliniambia ya kwamba mnataka hospitali level 4 ijengwe hapa Sogo. Ni kweli ama si kweli? Hiyo hospitali yenu level 4 tayari tunaendelea pale na kujenga. Itamalizika mwezi wa 11. Mimi nitakuja kufungua hiyo hospitali level 4. Tumeweka pale milioni 400 ili watu wa hapa msisafiri tena kwenda mbali, mtakuwa mnapatana na matibabu yenu hapa Sogo. Vile vile muliniambia ya kwamba mnataka barabara ya kutoka hapa kwenu mpaka ifike Mulot, na kutoka hapa mpaka ifike Ololonga. Hiyo barabara mmeona nyinyi wenyewe tayari kwa kilomita karibu 70, kilomita karibu 35 tumetandika lami. Hiyo barabara ingine mimi nataka niwahakikishie before next year April tutakuwa tumewamilizia barabara yenu all the way mpaka Tenduet kule. Barabara itakuwa imetengenezwa. Tunaelewana jameni? Mnataka tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Jana vile vile nilifika mbali na barabara hii yenu mliniambia nijenge. Jana tulianzisha barabara ya Nengetia kwenda Nakuru. Jana tulianzisha barabara ya kutoka Lolonga kwenda kule
Wasonyiro. Leo nimekuwa kule Emurua Digir, nimeanzisha barabara ya kutoka Mogondo kwenda mpaka Soit kule kwa mahali kuna factory ya miwa. Na mimi nataka niwaeleze watu wa Narok, jana vile vile tulianzisha mradi kamili ya shilingi bilioni 2.8 ya kuunganisha stima kwa watu wa hapa Narok County. Tunataka kuunganisha stima wananchi 15,000 mpya, na tumeweka pesa ya kuzungusha hiyo stima. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba tunataka kuweka stima, tuondoe giza na tuhakikisha kwamba kuna mwangaza sehemu hii. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mimi nataka niwaambie vile vile, mimi nimesema hatutaki mtoto hata mmoja Kenya akose nafasi ya kusoma. Nyinyi kama wananchi wa Kenya, mliniambia mnataka tuwe na walimu, nirekebishe mambo ya elimu. Ile CBC ilikuwa inatusumbua, nimenyorosha. Ile walimu walikuwa wamekosekana, tumeajiri 1,100. Madarasa hatukuwa na ya kutosha, tumejenga 23,000. Na ile funding model ilikuwa imeumiza mauniversity yetu na watoto wetu walikuwa wanahangaika, tumeinyorosha. Na sasa tumeweka funding model ambayo itahakikisha hakuna mtoto wa Kenya tena atakosa nafasi ya kusoma University TVET ama college ya KMTC kwa sababu mzazi wake hawezi, kwa sababu tumeweka mpango ya kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Vile vile nyinyi mliniambia ya kwamba mambo ya matatizo ya afya, mbali na kujenga hospitali, wananchi wengi wakienda hospitali wanakosa pesa ya kulipa. Mimi niliwaeleza tutabadilisha ile mpango ya matibabu. Ile ya NHIF ilikuwa ya watu wachache, watu wenye wako na kazi, watu wako na pesa, na watu wako na ajira, na watu wako na uwezo. Mimi nikasema tutabadilisha hiyo sera ya afya, tuweke SHA ambayo ni ya kila mwananchi, mwenye yako na kazi ama asiye na kazi, mwenye yako na pesa ama asiye na pesa, mwenye yako na uwezo hata yule hana uwezo. Leo tumesema kila mwananchi ajisajili ndani ya SHA. Ukishajisajili ndio utatusaidia kupanga madawa ya kutosha, kupanga madaktari wa kutosha ama wauguzi, na pia tupange vifaa ya kuwatibu hospitalini ya kutosha. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Segemiani, nyinyi mmejiandikisha kwa SHA ama bado mnapanga? Mmejiandikisha kwa SHA? Hebu nione wale wamejiandikisha, nione kwa mkono. Ni umwa imani? Mmejiandikisha ndani ya SHA? Kwa sababu hapa Narok wananchi wamejiandikisha kwa SHA ni wananchi 1465, lakini bado wananchi wengine hawajajiandikisha. So wameja mwaunji tanatoma isirge mekwertege mutaige mian itau yalde gurit anan yalde kiagi meje isirge ngaleke ba SHA. Kila mtu ajiandikisha hapo ndani ya SHA, ndio kila mmoja wetu akiwa mgonjwa aende hospitali, tutamtibu na gharama ya kutibiwa italipwa na bima ya afya ya serikali ya SHA. Tuhakikishe mambo ya afya isiwe tena ni starehe ya watu wako matajiri ama wako na pesa ama wako na kazi. Afya iwe ni haki ya kila mwananchi wa Kenya. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Ogose ngalejo anan mogose bije koroni. Hao ibidi? Mumejipanga vizuri? Na hiyo kazi yote sisi tunataka tupangane pamoja na nyinyi. Mimi nimefika hapa Narok, ile airport mliniambia tujenge hapa Narok, hiyo airport kufikia mwezi wa 10 itakuwa tayari. Ndege itakuwa inaland hapa Narok. Mimi namwambia huyu gavana wetu hata ile airport nyingine ya kule Kilgoris mimi nimemaliza, iko tayari. Na mambo yenu hapa ya kilimo, hii ni mambo ya kilimo mimi niliwaeleza. Nyinyi ni wakulima. Mliniambia ya kwamba ninyoroshe mambo ya kilimo. Tumenyorosha mambo ya kilimo. Kila mkulima tumemsajili. Gharama ya mbolea tumeteremusha chini, imefika 2,500 mwaka huu, na mimi nimesema kuanzia mwezi wa 9 tena tutateremusha chini zaidi. Kutoka 2,500 sasa mbolea mtanunua shilingi 2,000. Ndio kila mkulima aweze kutusaidia kuzalisha chakula, tufukuze njaa. Vile vile
Tumefukuza wale wakora walikuwa wanaangaisha wakulima. Wale brokers wa kule kwa miwa tumewafukuza. Brokers walikuwa wanatusumbua huko kwa kahawa tumewafukuza. Mambo ya kilimo ya sukari saa hizi bei imetoka 4,500 per ton mpaka 5,500 per ton. Kahawa imetoka shilingi 60 mpaka 120. Bei ya maziwa imetoka shilingi 35 mpaka karibu shilingi 50. Tulisema ya kwamba tunataka kuweka pesa kwa mfuko ya wananchi, na hakuna njia mwafaka wa kuweka pesa ni kuhakikisha kwamba kilimo inalipa, kahawa inalipa, chai inalipa, sukari ama miwa inalipa. Hivyo ndivyo njia ya kuweka pesa kwa mfuko ya wananchi. Kwa hivyo mimi nimefurahi kufika hapa. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kuwaona. Nguyu akiwe nyama kituye. Kao banganage? Ojo watini? Kwa hivyo nyinyi watu wa Narok South mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Hebu nione watu ya tutam hapo, nione watu ya tutam. Sindio? Wale mimi nashindana na wao ni watu hawana agenda. Si mnawajua wale jamaa? Wale jamaa walikuwa wanasema huyu William Ruto ile maneno amesema, ahadi ametoa hawezi kutimiza. Ile ya chai, ile ya shule nimetimiza. Masomo ya watoto wetu nimetimiza. Ile ya kahawa nimetimiza. Ile ya sukari nimetimiza. Ile ya affordable housing nimetimiza. Ile ya markets nimetimiza. Ile ya hostels nimetimiza. Ile ya kupanga mambo ya matibabu ya SHA nimetimiza. Ile kupanga mambo ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma kwa university nimetimiza. Ile ya kujenga madarasa nimetimiza. Ya kuajiri walimu nimetimiza. Hiyo yote nimetimiza. Sasa wamebadilisha maneno, wanasema ati nimetumiza na sijatumia pesa yangu. Mimi nataka niwaulize, kwani wale marais wengine walikuwa wanatumia pesa zao? Walikuwa wanatumia pesa zao? Si walikuwa wanatumia pesa ya umma? Si mimi ni kupanga tu nimepanga vizuri? Ni kweli ama si kweli? Niendelee ama siendelee? Wengine wanaanza kusema ati mimi sijapata ile inawekwa perfect 100%. Mimi nataka niwaambie, hata kama ni 80% na ile nimetimiza ni 85%, 85% ni A. Nyinyi tuonyesheni yenu. Ama namna gani? Tuko pamoja ama tuko pamoja? Na mimi niko tayari kwa mtihani next year. Nyinyi kujeni na agenda yenu, kujeni na maono yenu, kujeni na sera yenu, na mkuje na scorecard vile vile. Kwa sababu kama hamuna scorecard, tutawafurusha na kivumbi mapema na asubuhi. Anaole napiga korani. Tuendelee ama siendelee? Mimi nataka niwachie hapo. Umoja silingi sana, umoja ne. Umoja gebesi kwa namji tu nanyi na maname. Ojo watini. Bas, mimi nataka nimuite gavana wetu. Gavana Ole Ntutu. Kuja hapa useme machache. Viongozi hapa waseme machache.